Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Kubwa ni wakili Boniface Mwabukusi na rais wa Tanganyika Law Society, ambaye kwa upande wake amechambua kanuni ambayo inaifanya Chadema kukosa sifa ya kushiriki katika uchaguzi mkuu 2025 baada ya kushindwa kutia saini maadili ya uchaguzi ambayo yalitiwa saini siku ya jana Dodoma, ambapo vyama 18 vilitia saini za maadili ya uchaguzi. Lakini kwa Chadema, wao kupitia katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alitoa taarifa kwa vyombo vya habari ya kwamba Chadema wao hawatakwenda Dodoma, lakini pia hakuna mwakilishi aliyetumwa Dodoma kwamba anakwenda kuiwakilisha Chadema katika mkutano ambapo serikali lakini pia tume ya uchaguzi pamoja na vyama vya siasa vilikutana Dodoma. Baada ya kutiwa saini, hatimaye viongozi wa tume ya uchaguzi wakatangaza rasmi kwamba Chadema imekosa sifa ya kushiriki katika uchaguzi mkuu. Lakini kubwa kama nilivyokuambia ni rais wa TLS wakili Boniface Mwabukusi amechambua hiki, lakini kwa wale ambao wanatufuatilia pia kuna taarifa ambayo nilikusogezea kutoka kwa Yeriko Nyerere. Alikuwa amechapisha baadhi ya uchambuzi ambao umefanyika na wakili mmoja mtata sana Edson Kilatu, akichambua sheria hiyo ambayo imewafanya Chadema kupoteza sifa ya kushiriki katika uchaguzi. Ukipita katika uchambuzi ambao umefanywa na Kilatu, wakili huyu Edson Kilatu, kwanza alichambua mambo 6, lakini katika jambo la 3 aliweka ni wakati wa kusaini ni upi, na akaandika hapa kwamba sheria haijaweka muda mahususi kwa vyama au serikali kusaini. Kwa mantiki hiyo, chama kinaweza kusaini wakati wowote kabla ya kuanza kampeni. Lakini pia kwenye hoja yake ya 5 aliyochambua, alichambua madhara ya kuto kusaini. Akaandika kwamba sheria haijaeleza adhabu au athari ya moja kwa moja kwa chama au mgombea aliyesaini. Haki ya kushiriki uchaguzi ni ya kikatiba na haiwezi kuondolewa kwa kuto kuwepo saini ya kanuni. Kifungu cha 162 sehemu ya pili kinaelekeza waliotia saini kuzingatia kanuni, lakini hakielekezi kuhusu wasio saini. Hii inaacha mwanya wa kisheria kwenye mabano lakuna unaoweza kutumiwa na baadhi ya watu. Ukiangalia hizi pointi 2 na hoja 2 ambazo amezichambua katika hoja zake 6, kuna kitu ambacho unaweza ukakipata. Haki ya kushiriki uchaguzi ni ya kikatiba na haiwezi kuondolewa kwa kuto kuwepo saini ya kanuni. Kifungu cha 162 sehemu ya pili kinaelekeza waliotia saini kuzingatia kanuni, lakini hakielekezi kuhusu wasio saini. Kwa hiyo ni mambo mengi mno ambayo yanaendelea. Sasa moja kwa moja kwa hiki ambacho amekiandika wakili msomi Boniface Mwabukusi na rais wa TLS, naye pia akichambua na kuelezea hiki ambacho kinaendelea Chadema. Kupitia mitandao yake mbalimbali, wakili Boniface Mwabukusi kupitia akaunti yake ya X pamoja na akaunti yake ya Instagram amechapisha taarifa akichambua hiki ambacho kinaendelea. Rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi ameeleza kusikitishwa na tafsiri ya sheria inayochukuliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, akisema hakuna sheria inayozuia chama cha siasa kushiriki uchaguzi kwa kuto kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Kupitia ukurasa wake wa X, Mwabukusi ameandika kwa kusema, sijui hawa wenzetu wanazisomaje hizi sheria. Je, ni utofauti wa vyuo? Hakuna sheria inayozuia chama kushiriki uchaguzi kwa kuto kusaini maadili ya uchaguzi. Ni tafsiri mbovu ya kukosa logic kwenye mabano maana. Tuache kuharibu taifa na kuchochea vurugu, ameandika wakili Mwabukusi. Mtazamo wa Mwabukusi unashahibiana na mtazamo wa katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu, ambaye jana Jumamosi amependekeza kwamba chama ambacho hakitasaini kanuni za maadili ya uchaguzi
kisizuiwe kushiriki uchaguzi mkuu kwa kuwa ni haki ya kikatiba. ACT Wazalendo tuliwasilisha maoni kwamba haki ya chama cha siasa kushiriki uchaguzi ni ya kikatiba. Kusaini kanuni za maadili kuwe ni commitment tu peke yake na sio kukiondolea chama haki ya kushiriki katika chaguzi, amesema Ado Shaibu. Jana tarehe 12 ya mwezi wa 4, vyama 18 vyenye usajili wa kudumu nchini Tanzania vilisaini kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu, na kulingana na mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhan Kailima, Chadema haikufika kusaini kanuni hizo, swala ambalo limeelezwa kuwa kutokana na kutokusaini kwao wamepoteza sifa ya kushiriki uchaguzi mkuu na chaguzi ndogo zitakazofanyika ndani ya miaka mitano kuanzia mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Yaani katika miaka hiyo mitano baada ya uchaguzi mkuu mwaka huu, basi Chadema hawatashiriki katika uchaguzi mwingine wowote ambao utafanyika hapo katikati. Endapo utatokea uchaguzi mdogo aidha wa madiwani au wabunge, basi Chadema hawatashiriki na wamekosa sifa ya kushiriki katika uchaguzi. Watu wengi wametoa maoni yao hapa kwa wakili Boniface Mwabukusi baada ya kuelezea hapa kwamba watu hawa wanashindwa kutoa tafsiri ya sheria na sijui sheria zao wamesoma sehemu gani. Kwanza hapa kwenye komenti, huyu wa kwanza anasema, wewe kila kitu nakijua, wenzio hawajui, ila hujiulizi darasani ulikuwa hupati alama 100 na waliokuwepo wanakuzidi alama za darasani, ila unahisi unajua kila kitu. Hiyo unaona ni halali ya kawaida. Lakini pia mwingine anasema kwamba hizo sheria umesomea peke yako nchi nzima, yani wewe ndo unajua kila kitu kuhusu sheria. Yani acha ujinga wako, kuna vitu ila kwa sababu mnaongoza watu wajinga hawaelewi chochote, basi ukiandika chochote wao wanakufuata tu kwa sababu ni wajinga. Kiufupi hujui baadhi ya vitu. Mwingine anasema kwamba TLS mnachukua hatua gani? Chief, mbona mmekuwa na mitamko mingi kuliko action? Tuli expect legal action kwa mambo mbalimbali ya kitaifa kama sheria za chaguzi na uonevu kama huu kwa Tundu Lissu na kadhalika. Mwingine anasema kwamba asiyesaini fomu ya maadili anapaswa kukosa sifa ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa sababu fomu hii inaashiria kutimiza masharti ya kisheria na maadili yaliyowekwa kwa wagombea wa uchaguzi. Acha kujifanya aziifu, wewe ndio unajua kila kitu na una akili kuliko wote. Mwingine anasema kwamba wananchi wengi pia hatuoni tena umuhimu wa kushiriki kwenye chaguzi na uchaguzi wa 2025 hamtatuona, kwani ni kujipotezea muda kwetu bure. Maana maamuzi ya kura zetu hayana maana tena, kwani tume tayari inayo maamuzi ya nani wawe viongozi hata kama kura za wananchi zimeamua kivingine. Kwa hiyo watu wengi sana wametoa maoni yao hapa kwa hili chapisho la Boniface Mwabukusi, lakini una nafasi pia ya kushare na sisi maoni yako kwa hiki ambacho kinaendelea Chadema.